Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka dalili zimekuwa zikiendelea kuashiria kwamba kuna uwezekano wa kurudi tena katika mgogoro wa moja kwa moja baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, vile vile ikijumuisha nchi ya Israel. Na hili linaweza likathibitishwa kutokana na hali inayoendelea mpaka sasa hivi baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, kwamba kimsingi ni kwamba nchi ya Iran imegoma kuendelea na mazungumzo. Na hili linatokana na moves ambazo zimekuwa zikichukuliwa na nchi ya Marekani, au zile hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa na nchi ya Marekani, ambazo kwa upande wa nchi ya Iran zimekuwa zikitafsiriwa kwamba ni uvunjaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Na move hiyo si move nyingine, bali ni move ya kuzuia meli zinazokwenda katika pwani ya nchi ya Iran au zinazotoka katika pwani ya nchi ya Iran. Kimsingi ni kwamba katika siku ya jana, nchi au jeshi la nchi ya Marekani ambalo linaonekana lipo katika maeneo ya Ghuba ya Oman liliweza kushambulia na kuzuia sehemu ya meli ya nchi ya Iran. Lakini vile vile katika siku ya leo kile kinachoonekana ni kwamba kuna meli nyingine ambayo ikihusianishwa na nchi ya China vile vile inaonekana kwamba imeweza kuzuiwa na nchi ya Marekani au na jeshi la nchi ya Marekani. Jambo ambalo kwa upande wa nchi ya Iran wanazingatia kwamba huo ni uvunjaji wa sehemu ya makubaliano ya usitishaji wa mapigano, kwa kuzingatia kwamba hatuwezi kusema tunastopisha vita wakati huo Marekani ikiendelea na vita, kwa kuzingatia kwamba hatua ya kuweka blockade au kuzuia meli kutoka au kuingia katika pwani za nchi ya Iran, maana yake vile vile inazingatiwa kwamba ni hatua ya vita au ni sehemu katika hatua za utekelezaji wa maazimio ya kivita. Kwa hiyo kwa mpango huo ni kwamba Iran ilichodeclare au ilichoamua ni kwamba haitashiriki katika mazungumzo ya namna yote mpaka Marekani waweze kuondoa zuio lao katika upande wa bahari. Na hili, iwapo Marekani watakubali kuondoa zuio hili, manake litakuwa ni jambo ambalo limeondoa sehemu ya kadi yao muhimu katika sehemu ya mazungumzo, kwa sababu blockade ambayo imewekwa na nchi ya Marekani, lengo lake kubwa, licha ya kukusudia kuondoa uwezo wa zuio la nchi ya Iran, jambo ambalo kwa hakika halijafanikiwa kwa moja, kwa kuzingatia kwamba meli zote ambazo wale zinapita katika mlango bahari wa Hormuz zimekuwa zikizingatia maelekezo kutoka katika nchi ya Iran. Lakini kimsingi ni kwamba lengo lake kubwa ilikuwa ni kudhoofisha sehemu ya zuio la nchi ya Iran. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, lengo lake kubwa ni kutumia hii vile vile kama kadi ya sehemu ya mazungumzo ya kushikilia kama ni sehemu ya kadi yao au karata yao ya kuitumia katika kipindi cha mazungumzo yao na nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Iran imekuwa ikiitumia mlango bahari wa Hormuz kama kadi ya kulazimisha baadhi ya vitu viweze kutekelezwa. Na wakati huo Marekani wameamua kutengeneza na wenyewe kadi yao kwa kutumia sababu hiyo dhidi ya nchi ya Iran ili kuweza kutekeleza sehemu ya matakwa yao katika mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea au yalikuwa yakikusudiwa kuendelea katika mji wa Islamabad katika nchi ya Pakistan. Sasa mazingira namna hii ni mazingira ambayo tuliyazungumza katika video yetu namba 39, kwamba alama nyingi zinaashiria wazi kabisa kwamba tunapoelekea mbele kuna uwezekano mkubwa, kama hali itaendelea hivi, kuna uwezekano mkubwa wa kurudi tena katika mgogoro wa awali. Lakini vile vile viashiria vingi vimekuwa vikiendelea kuashiria hivyo. Idadi ya ndege ambazo zimekuwa zikitoka Marekani kabla ya kuanza kwa vita, kabla ya tarehe 28 mwezi wa pili, ndege zilizohesabiwa kutoka katika nchi ya Marekani ni takriban ndege 500, takriban kama 42 ambazo zilikuwa zikifanya route ya kuleta silaha na mfano wake. Lakini kwa hivi sasa, toka ilipositishwa mapigano kwa takriban wiki mbili, idadi ya ndege ambazo zimekuwa zikitoka nje ya Marekani kuja katika eneo la Mashariki ya Kati zimefika takriban 819.
Hii ni kuonyesha kwamba mgogoro unaokuja mbele inawezekana ukawa mkubwa zaidi kuliko mgogoro uliotangulia hapo nyuma. Pamoja na kwamba inawezekana kuongezeka kwa idadi hii ya ndege ni kwa sababu ya kambi za Marekani kuwa zimedhoofishwa kwa kiwango kikubwa. Kwa ina maana inawezekana kinachokuja ni kwa sababu vile vile ya kufidia kile ambacho kimepotea katika zile kambi za nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo limekuwa bado linaonyesha kwamba kuna hali ya sintofahamu, kuna baadhi ya kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa na baadhi ya maofisa ambao huwa wanasimama wakati mwingine kama washauri katika sehemu ya ile misafara ya wanadiplomasia wa nchi ya Iran. Namzungumzia Profesa Muhammad Marandi. Moja katika mazungumzo ambayo amezungumza hivi karibuni ni kuziambia nchi za Gulf, kwa maana nchi ya Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates kwamba wajiandae wananchi wake kuhama katika maeneo haya kwa kile kitakachokuja mbele iwapo nchi ya Marekani itakusudia kuishambulia nchi ya Iran. Na katika mazingira namna hiyo, ikiwa mazingira yote yatabaki katika hali hii, ni kile ambacho tulikizungumza siku za nyuma kwamba huenda kinachokaririwa na maafisa wa nchi ya Iran kwamba huenda Marekani wakishambulia nchi ya Iran, dunia itashuhudia kuingia rasmi kwa vita kuu ya 3 ya dunia. Bila shaka hili ni jambo ambalo huenda likaja kutokea. Kwa sababu hatua inayofuata hivi sasa ni mashambulizi kwenda katika gredi ya juu, au mgogoro kwenda katika gredi ya juu. Kwa maana ya kwamba kama katika nchi ya Iran utakachokusudia kushambulia, utashambulia sehemu ya miundombinu ya kijamii kwa maana madaraja na mfano wake, na kushambulia katika sehemu kama zile za nuclear site center, ambayo inawezekana madhara yake yakawa ni makubwa zaidi iwapo tu kwanza mionzi ikijitokeza. Maanake eneo lote la Mashariki ya Kati au sehemu za Ghuba kwa kiwango kikubwa, watu wengi watalazimika waweze kuondoka iwapo itashambuliwa na kiasi cha mionzi kuweza kutoka katika eneo zile, katika maeneo kama ile Natanz au Fordo au Isfahan ambayo yana sehemu za zile nuclear site. Lakini katika mazingira namna hiyo vile vile haiwezi kuwa salama katika baadhi ya maeneo kama ya Israel, katika sehemu ambazo za upande wa kusini katika jangwa la Beersheba kule ambapo kuna sehemu za nuclear sites. Katika mazingira namna hiyo vile vile hatuwezi kutegemea kitu kingine isipokuwa Iran wanaweza wakafanya mfano wa kitu kama hicho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hali iliyoko hivi sasa ni hali ambayo inatisha zaidi, kwa sababu kwa maelezo ya Rais Donald Trump ni kwamba Marekani haikusudi kuweza kuongeza muda wa ceasefire au usitishaji wa mapigano. Na katika mazingira namna hiyo inaonekana kwamba Irani na wenyewe vile vile wanayachukua katika umakini mkubwa sana, na ndiyo maana imekuwa ni sababu ya mpaka sasa hivi kuzuia wanadiplomasia wao au maafisa wao kuto kuelekea katika mji wa Pakistan. Na kwa sababu vile vile pamekuwa kuna speculation nyingi, kuna dhana nyingi za kwamba Marekani wanachokusudia ni kuwashambulia maafisa wa nchi ya Iran iwapo makubaliano yatakuwa hayajafanikiwa. Hilo ni jambo ambalo liko katika plani ya nchi ya Marekani, kama moja katika plani yao vile vile ni kuwashambulia maafisa wa nchi ya Iran pindi tu itakapobainika kwamba msimamo wa nchi ya Iran hauwezi kubadilika. Sasa hili jambo kwa hakika limekuwa ni jambo gumu sana, na ugumu wake ni kwa kuzingatia kwamba katika ishu kama ya nyuklia, nchi ya Marekani na nchi ya Iran katika siku za nyuma mpaka kufikia katika kilele cha mazungumzo yao mwaka 2015 walizungumza mazungumzo kwa takriban miaka 12 mpaka 13, kwa kuzingatia kwamba mazungumzo kuhusiana na programu ya nyuklia ya nchi ya Iran ilianza kwa takriban mwaka 2002 au 2003. Lakini serikali ya Rais Donald Trump inahitaji imalize mazungumzo yao ndani ya masaa 48, kitu ambacho kwa hakika ni kitu kigumu. Yani mazungumzo yalofanyika kwa takriban miaka 15, miaka 13, na moja katika mahitimisho yake ni Marekani ilikuwa ikiipa nchi ya Iran takriban dola bilioni 1.7, na lengo lake actually nafikiri ilikuwa ni kujaribu kuwapoza wa Irani kwamba tutakuwa tukiwapa pesa hii ili msiendelee na hiyo program. Na hili ni jambo la kawaida kwa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia kwamba hata vikundi vingi ambavyo vinaonekana kama vikundi kama vya Al-Qaeda, Al-Shabaab na mfano wa vikundi vingine vingi huwa vinapata pesa kutoka katika nchi ya Marekani, either direct au kwa kinyume chake, lakini huwa kuna makubaliano na imekuwa ikithibitishwa mara nyingi na maafisa wa nchi ya Marekani.
kuonyesha kwamba wao ndio huwa wanawapa pesa ili kuhakikisha kwamba hawashambuli katika sehemu za interest zao au za maslahi yao. Sasa katika mazingira namna hiyo, manake Marekani kuipa hela nchi ya Iran ilikuwa ni jambo la kawaida, kwa sababu ni sehemu ya utaratibu wake ili kuweza kulinda interest zao au maslahi yao. Sasa jambo hilo limekuwa ni kama tusi kwa Rais Donald Trump. Amekuwa kilikariri mara nyingi kimshutumu Rais Barack Obama kwa kukubali kuwapa hela wa Iran. Lakini hii ni kuonyesha kwamba marais waliopita wa nchi ya Marekani kama kina Barack Obama na mfano wake, kina Bush na mfano wake, pamoja na kusimamia interest za Marekani, lakini walikuwa wakichunga misingi ya geopolitics, misingi ile ya siasa za kikanda, kwamba pamoja na kwamba inawezekana hatukubaliani na fulani, lakini fulani ana nguvu katika mazingira namna hii, au hatuwezi kupata tunachokitaka ikiwa tutakubali kuingia katika migogoro ya moja kwa moja. Lakini jambo hilo katika hesabu ya Rais Donald Trump limekuwa ni jambo ambalo halipo, na ndio maana kwa mazingira jinsi yanavyozidi kwenda, si jambo la kushangaza ikiwa hali ya kurudi tena katika vita itajitokeza, kwa sababu movement zote zinaashiria hivyo. Kuongezeka kwa meli katika eneo la Mashariki ya Kati, kuongezeka kwa idadi ya wanajeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, bunge la Senate kupitisha muswada ambao haumzuii Rais Donald Trump kuendelea na mgogoro. Zote hizi ni alama za wazi za kuonyesha kwamba ni swala la wakati tu, kwamba lini au itakuwaje, manake hilo linaweza likajitokeza. Hilo linaweza likajitokeza. Na mipango ya kuidhoofisha nchi ya Iran manake ni mipango ya muda mrefu ya nchi ya Marekani. Inawezekana ikawa inafanya kwa maslahi ya Israel au inafanya kwa maslahi yake, kwa sababu hata ukiangalia kwa muda mrefu, hata ile nchi ya Iran kuonekana kwamba inapitia katika kipindi cha ukame wa muda mrefu, na baadhi ya nchi za eneo la Mashariki ya Kati, imekuja kubainika wazi kwamba baada tu ya Wairani kushambulia katika ile rada kubwa iliyokuwa inapatikana katika maeneo ya Qatar na rada zingine, hali ya hewa imebadilika katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa maana kwamba mvua zimekuwa zikinyesha Syria, mvua zinanyesha sasa hivi Pakistan, mvua zinanyesha Iran, mvua zinanyesha kule Azerbaijan, mvua zimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Na hii ni kuonyesha kwamba inaonekana walikuwa wakijaribu kufanya disturbance kwa kutumia aidha kemikali na mfano wake katika upande wa anga, ambayo ilikuwa ikifanya uwezekano wa kupatikana mvua katika maeneo la Mashariki ya Kati, na hasa katika maeneo yanayokaribiana na maeneo ya Iran. Hiyo hali iweze kuendelea ili iwe ni moja katika vita, hasa katika upande wa masuala ya chakula na mfano wake. Kwa hivyo vita ya Marekani kwa Irani ni vita ya muda mrefu, na huku tunapoelekea maana yake ni kwamba Marekani wamekuwa wakiamini kwamba wanaelekea katika hatua ya mwisho ya utekelezaji wa anguko la nchi ya Irani, lakini hesabu hii inawezekana ikawa ni hesabu ambayo ina makosa mengi. Inawezekana ikawa ni hesabu ambayo ina makosa mengi, kwa sababu kile kinachoonekana toka siku za nyuma, takriban tarehe 28, kipindi cha siku 40 zilizopita za mgogoro, zilikuwa zinaashiria wazi kwamba Marekani walikuwa hawana taarifa za kutosha kuhusiana na nchi ya Iran. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kwa hali lao itabaki hivi ilivyo, manake tutegemee kwamba huenda tukarudi tena katika mgogoro kwa mara nyingine. Kama busara haitatumika, huenda tukarudi tena katika mgogoro kwa mara nyingine, kwa sababu kile kinachoonekana wazi kwa dalili zote ni kwamba Marekani bado wana mpango wa kuendeleza mgogoro wao na nchi ya Iran. Kwa hivyo ni swala la Wairani wenyewe kuweza kutazama alama za nyakati, kwamba alama zikoje na waweze kuchukua hatua gani. Na moja katika hatua ambayo inaonekana kwamba wamechukua, inawezekana ni ya kushika msimamo huu kwamba hatushiriki katika mazungumzo kwa kigezo cha Marekani waweze kuondoa sehemu ya blockade yao. Na Marekani kuondoa sehemu ya blockade yao, kile kizuizi chao, maana yake ni kuipa kadi nchi ya Iran ya ziada, kwa sababu kadi ya mazungumzo itabaki kuwa ni mlango bahari wa Hormuz, na nyuma patakuwa hakuna pressure yoyote ya Marekani, jambo ambalo wa Marekani vivyo kulikubali litakuwa gumu, kwa sababu Marekani maana yake zuio lao katika nchi ya Iran katika upande wa bahari, lengo kubwa zaidi ni kutumia ile kama kadi ya mazungumzo. Sasa kadi hii itakapokuwa imekosekana, maana yake itabaki kadi moja inayotumika ya nchi ya Iran, na hivyo itaendelea kuipa mkono wa juu Iran katika sehemu mazungumzo, jambo ambalo wa Marekani kulikubali inawezekana likawa ni gumu. Na itakapopatikana ugumu kutoka katika nchi ya Iran na katika nchi ya Marekani, tutegemee kwamba mgogoro inawezekana ukaingia katika stage nyingine ambayo ni stage ya juu zaidi. Kwa hiyo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.